Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya Jumatatu njema kabisa. Ni wiki ya neema, wiki ya kupendelewa. Tunaona katika wiki ya neema, wiki ya kupendelewa, tunaenda kujiweka wakfu kwa Mungu. Tunaenda kujiweka wakfu kwa Bwana ya kwamba hatuna Mungu mwingine atulindaye. Tunaenda kusarenda kwake ili apate kutubariki, apate kututetea, apate kutulinda. Maandiko yanaeleza kutoka katika kitabu cha Kutoka ile sura 32 na ule mstari wa 29, Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, na kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Mungu alikuwa akihitaji watu wake wajiweke wakfu ili apate kuwabariki. Usidhani ya kwamba angeshindwa kuwabariki tu hivi hivi, lakini ni utaratibu wa Mungu ya kwamba watu wake anaotaka kuwabariki, watu wake anayetaka kuwatumia, lazima aweke wakfu. Kuwekwa wakfu ni kutengwa katika ulimwengu wa roho. Ni kitu cha rohoni, unatengwa katika ulimwengu wa roho. Unawekewa alama, unapata muonekano mpya katika ulimwengu wa roho. Kuwekwa wakfu ni kupata muonekano mpya katika ulimwengu wa roho, uliobeba ajenda ya kiroho. Kwa unapojiweka wakfu mbele za Bwana, unapata muonekano mpya katika ulimwengu wa roho, muonekano wa kiroho uliobeba ajenda juu ya maisha yako. Kwa ule muonekano, ile appearance katika ulimwengu wa roho inaongea katika ulimwengu wa roho, inasema katika ulimwengu wa roho, ina lugha katika ulimwengu wa roho ya kwamba huyu ni wa Bwana, anatetewa na Bwana, analindwa na Bwana. Ulishawahi pita sehemu ukaona ya kwamba kibao kimeandikwa nyumba hii inalindwa na kampuni fulani ya ulinzi. Kwa ukijichanganya ujue ya kwamba wewe utapambana na ile kampuni. Au unakuta unaambiwa kwamba nyumba hii ina ulinzi mkali wa umeme kwenye kuta zake. Kwa ukijichanganya tu hapo unapata shida. Maana yake nini? Unaambiwa ya kwamba muonekano wa hii nyumba unapoiona hapa ina security yake maalum, usije ukaenda vibaya. Maana yake nini? Tunapowekewa wakfu kwa Bwana tunapata muonekano unaoongea katika ulimwengu wa roho. Unaongea kwamba sisi ni wa Bwana. Kama si Bwana upande wetu, yeye anayetupigania na anayetushindia, hatuna Mungu mwingine. Kwa tunapoenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, ni alama katika ulimwengu wa roho. Biblia inaeleza ili apate kutubariki. Tunawekwa wakfu ili Bwana apate kutubariki. Kwa tunapojiweka wakfu kwa Bwana, lengo ni ili tupate kubarikiwa. Haleluya, tunapata kubarikiwa. Sasa angalia, zipo baraka ambazo Mungu ameziweka kwa ajili ya kila dakika, kila sekunde, kila siku na kila wiki. Zipo baraka Mungu ameziweka kila mwezi na kila mwaka. Ni majira ambayo Mungu anayatengeneza kwa watu wake. Kila majira yamebeba baraka yake, kila majira yamebeba neema yake. Mungu anapoenda kukubariki wiki hii, zipo baraka za wiki hii ambazo Mungu amezikusudia kwa watu wake. Kwa unapoona unapata msukumo wa ndani wa kwenda kujiweka wakfu kwa Bwana, ujue ndani yako Mungu anakusemesha kwa habari ya zile baraka alizoziachilia. Lakini ukiona ndani yako kama vile unapata uzito wa kujiweka wakfu, ujue ya kwamba adui ni vita, ni adui anataka akukwepeshe kwenye zile baraka. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, kuna ulinzi ambao Mungu anauachilia kwetu sisi tunapojiweka wakfu kwake. Yaani tunajua tupo katika ulimwengu gani. Shetani ni kama simba ungurumaye akitafuta kutumeza. Yaani ni mshtaki wetu. Biblia inasema ametupwa chini, mshtaki wetu ambaye anatushtaki mchana na usiku. Maana yake nini? Ameachiliwa kwetu kama mharibifu, ameachiliwa kwetu kama mshtaki,
ameachiliwa kwetu kama ambaye competitor, anashindana nasi kutaka kutuangamiza. Angalia, ana ajenda zake kama vile ambavyo Mungu na yeye ana ajenda zake kwa ajili ya watu wake. Shetani naye ana ajenda zake kinyume na wale watu ambao wako kinyume naye, ama kinyume na wale watu ambao wanampenda Mungu. Ana ajenda zake. Kuna ajali, unajua haya mambo yote mabaya tunayoona haya, uvamizi mbaya tunaoona, maajali mbalimbali, haya ni Lucifer na malaika zake wameyatengeneza, wameyaweka hapo mapepo ya kusimamia ajali hizo. Hasa siku moja Mungu alikuwa ananisemesha, ananiambia hivi unajua hawa watu wote hawa wako salama. Nilikuwepo sehemu fulani, wapo salama kwa ajili ya uwepo wako, kwa ajili ya uwepo wako. Mungu akawa ananifundisha kitu kikubwa sana. Yaani wewe unayenisikia sasa hivi hapa, unapojiweka wakfu kwa Bwana, haujiwekagi tu kwa ajili yako, ile tu kwa ajili ya familia yako tu haishii hapo. Kama umepanda daladala, hiyo daladala ilipangwa kuharibiwa na adui, labda ipate ajali, uwepo wako mle umewaponya wote wa kwenye ile daladala, hata kama ni watu wasiompenda Mungu. Uwepo wako mahali fulani unaweza ukaponya wale watu waliopo mahali pale. Kwa hiyo tunapojiweka wakfu kwa Bwana, kuna namna tunakuwa hatuwezekani kabisa kwa shetani. Shetani hatuwezi kabisa. Mipango yote akiitega ni kwamba ni haiwezekani kabisa, kwa sababu tumejiweka wakfu. Ajali haziwezekani kabisa. Nimekuwa nikishuhudiwa na watu kadha wa kadha, Mungu akiwaongelesha kabisa, anaambia ni kwa sababu ya kujiweka wakfu. Mungu anamsemesha kabisa. Siku moja binti moja, mtoto wangu mmoja ananiambia, baba, nimeisikia sauti ikiniambia hili jiko la gesi limeshindwa kulipuka, ni kwa sababu umejiweka wakfu kwa Bwana. Akasema, baba, sio ninaongea kwa sababu tunahubiriwa hivyo kila Jumatatu. Akasema hivi, nimeisikia sauti ikinisemesha, sauti kabisa inanisemesha, kwa sababu ile pipe ile iliungua tayari. Inamaanisha ile pipe kama imeungua, gesi ambayo ingetoka pale ingeweza kuharibu, ingeweza kuendelea kuspread, hamna kitu cha kuizuia, ingeweza kuleta maafa makubwa. Ananiambia hivi, moto umezimia pale. Mungu anamwambia kwamba ni kwa sababu ulijiweka wakfu. Mtu mmoja akaniambia, baba, yani ile ajali ya guta ilikuwa inanizoa na kuniangamiza. Mungu akanisemesha kwa sauti ya kwamba ni kwa sababu umejiweka wakfu. Kwa unajikuta ya kwamba kuna mtu ambaye anaelewa anachokifanya, lakini kwa sababu kujiweka wakfu ni kitu cha rohoni, yani unavalishwa vazi la rohoni, unapewa alama ya rohoni. Kwa mtu asiye wa rohoni ni ngumu kuelewa, inabidi tu aelewe kwa imani. Kwa hiyo ni ngumu sana watu wote pia kutembea kwa imani. Kwa si wote wanapata mtazamo mpaka waelewe kwa kusikia kama hivi. Lakini ukweli katika roho ambao unaonekana katika macho ya rohoni ni kwamba assurance na insurance ya kuweza kujiweka wakfu kwa Bwana ni kubwa sana. Ni kubwa sana. Kwa sababu angalia, tunapotembea uchawi ni kila kona. Tunapotembea uganga ni kila kona. Tunafanya kazi na watu ambao huwajui. Nilikuwa nafundisha juzi, nasema hivi, Biblia inaeleza ya kwamba ubaya wa mtu haupo kwenye muonekano. Biblia inasema mtu mbaya katika hazina mbaya ya moyo wake hutoa yaliyo mabaya, na mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema. Anasema kwa maana mtu huyanena yale ya ujazayo moyo. Maana yake nini? Huwezi jua mtu mbaya mpaka aseme, na anaweza akapretend akajidai mtu mwema, lakini amebeba hazina gani? Amebeba hazina gani? Unakuta watu wengi wanavamiwa kiroho na wale watu marafiki zao, mnaofanya nao kazi, mnaofanya nao biashara, ndio waliobeba ubaya. Sasa utamjuaje kwamba huyu mtu ni mbaya kwenye maisha yangu? Hazina mbaya utaijuaje? Na kwa sababu ni hazina ya moyo. Maana yake nini? Tunatembea na wabaya tusiowajua, waliobeba ajenda mbaya juu ya maisha yetu, lakini Bwana anatulinda. Tunapojiweka wakfu, Bwana anatulinda. Kwa hiyo tunajiweka wakfu sisi na familia zetu na hatima za maisha yetu kwa wiki nzima. Tuende mbele za Mungu, tufanye maombi ya kujiweka wakfu kwa Bwana.
Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai, tunajiweka wakfu katikati ya uwepo wako na nguvu zako kwa ajili ya wiki nzima na ushindi unaopatikana katika uwepo wako ndani ya maisha yetu. E Bwana Mungu liye hai, tunapojiweka wakfu kwako, tunaomba neema yako ya ulinzi kwa wiki nzima, agano la wiki la ulinzi na kutetewa na wewe, mfalme wa amani. Mungu liye hai, tunajua adui ni kama simba ungurumaye akitafuta kutumeza, lakini we Mungu unatutetea, unatupigania, we Mungu unatushindia. Tunaomba msaada wa karibu. Mungu liye hai, tunaomba msaada wa karibu. Baba mtakatifu, tunaomba kibali chako tunapojiweka wakfu kwa ajili ya wiki hii. Baba, tunajua ipo mishale ya adui mingi isiyosemekana wala kuhesabika inayorushwa kutaka kutuangamiza, lakini Mungu liye hai, ushukuriwe wewe unayetupa nafasi ya kujiweka wakfu kwako. Mungu liye hai, asante kwa maana neema yako inatufunika na ni wiki ya neema kubwa iliyofungua malango yake. Baba, tunaomba ukaachilie malango yaliyo wazi ya baraka na sisi kubarikiwa ndani ya wiki hii. Tunaomba na ile neema yako inayofunika iyafunike maisha yetu ndani ya wiki hii, tukatembea kwenye upendeleo wako, tukatembea kwenye uzima, kwenye ulinzi, tukatembea kwenye neema. Tunaenda kinyume na nguvu za giza zote katika ulimwengu wa roho zilizojipanga kuleta ajenda za uharibifu. Baba, tunakushukuru kwa maana hakuna giza litakalofanikiwa, kwa maana tunatembea nuruni kwa ile nguvu ya nuru uliyoachilia kwetu, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba mkono wako uendelee kuwa pamoja nasi tunapojiweka wakfu mbele ya uso wako. Tulindwe na wewe, tutetewe na wewe, lakini pia tupiganiwe na wewe. Tutembee kwenye baraka zako ulizoziamuru ndani ya wiki hii. Tunajiweka wakfu katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu liye hai, ukatusemeshe kwa wingu lako la utukufu wako. Tutembee kwenye nguvu zako wiki hii, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaachilia sadaka yako ya kujiweka wakfu kwa Bwana, utaiachilia katika ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wiki njema yenye ushindi. Amen.